mmemiliki yani unajua ni dharau kubwa sana. Sijajua sisi wa Tanzania tunaelekea wapi. Sijajua wa Tanzania masikini hawa watakuwa sauti yao itakuwa ni ya wapi. Sauti ya masikini hii itasikilizwa na nani? Hakuna mtu anayezungumzia kuhusu sauti ya masikini hawa, masikini ambao hawana mtu wa kuwasemea tena. Bunge limewakataa masikini. Na kwa sababu gani? Bunge asilimia kubwa wameingia watu ambao ni watoto wa viongozi na familia zao na vibaraka wa viongozi. Hawawezi tena kuzungumza kuhusu kuwatetea Watanzania masikini hawa. Hata huyu waziri mkuu anayejisema kwamba ni waziri mkuu wa maskini, sioni ukweli, yani ni uongo tu, anawalaghai tu. Kwa sababu kama angekuwa ni mtu anayejipambanua kwa ajili ya kuwatetea maskini, mambo kama haya ndio alitakuwa kushughulika nayo, ashughulike nayo perpendicular. Lakini hawezi kushughulika nayo kwa sababu naye ni miongoni mwa wale hawawezi. Kwa sababu ina maana kwamba kama serikali jana nilimsikiliza mbunge mmoja anaitwa Kangi Rugora, alizungumza uhalisia kwamba serikali hii imetekwa na kundi dogo la watu, na mimi nimsaidia zaidi. Imetekwa na kundi dogo la watu wafanya biashara. Serikali hii imetekwa na kundi dogo la watu, wameiweka mfukoni wafanya biashara na wafanya biashara wakubwa wa madini na wa mafuta. Leo ukigusa sekta ya mafuta lazima ushughulikiwe. Ukizungumzia sekta ya madini lazima ushughulikiwe. Kwani kilichomfanya mpaka Tundu Lissu awekwe ndani ilikuwa ni nini? Ni kitu kimoja tu. Alienda kule Ruvuma akazungumzia kuhusu rasilimali za makaa ya mawe, jinsi zinavyohondomolewa, jinsi zinavyosombwa, alihali wananchi wake wanabaki kuwa masikini. Hiyo ikawa ni tabu kwa watawala. Hiyo ikawa ni tabu kwa viongozi, kwa sababu waliona kwamba wanaenda kuelimisha wananchi, ambao wananchi wanaambiwa ukweli, kwa sababu viongozi wengi hawataki kusikiliza ukweli ukisemwa na watu. Kwani ni uongo sasa kule maeneo asilimia kubwa ya maeneo wanaoishi wananchi wanaozunguka migodi. Wananchi wake si wanaishi maisha ya tabu sana. Wananchi wanaozunguka migodini au kwenye hifadhi wanaishi maisha magumu sana. Na mbaya zaidi sasa, kundi hili la wafanyabiashara aidha wa madini au wa rasilimali za nchi wameziteka hizi rasilimali, zinakuwa za kwao. Wameenda mbali zaidi leo. Wameenda mbali zaidi. Leo wanachimba madini mpaka kwenye hifadhi zetu. Na mbaya zaidi wamemmisiridi rais. Wamemdanganya rais. Na rais amejielekeza vibaya. Kwa sababu gani? Huwezi ukawa na sheria ya mazingira inayopiga marufuku shughuli zozote za binadamu kwenye maeneo ya hifadhi, halafu leo unatoa kibali cha kwenda kufanya shughuli za uchimbaji wa madini katika hifadhi zetu. Ni aibu kubwa sana hii. Hii ni aibu kubwa sana. Hivi Mwalimu Nyerere na watangulizi na watu waliokuja baada ya Mwalimu Nyerere wangeruhusu uchimbaji wa madini katika maeneo ya hifadhi, tungekuta hifadhi zetu zimemilikiwa leo. Tungekuta hifadhi hizi, tungekuta mbuga hizi. Leo ukienda kule Kigosi Moyowosi, kuna uchimbaji wa madini, kuna vitalu vimetolewa vya uchimbaji wa madini. Nenda kakuse vile vitalu, nenda kaangalie majina ya watu wanaomiliki vile vitalu sasa. Unaweza kukuta ni viongozi tu. Wamejielekeza kwamba tuchimbe haya madini kwa sababu hata tukiharibu mbuga haina shida, kwa sababu sisi tunajijali sisi wenyewe tu. Sasa hii tutakuwa tunaishia wapi? Ninawaomba wa Tanzania tusimame kidete kwa mujibu wa katiba. Ibara ya 25, yani katiba hii imetupa mamlaka sisi wa Tanzania kuilinda nchi yetu zidi na rasilimali zake, zidi ya wahuni, zidi ya vibaraka hawa wengi wao. Tuna viongozi wengi wao ni vibaraka. Viongozi wengi wao kwa sasa ni vibaraka wa mabeberu, ni vibaraka wa wafanyabiashara.
Wafanyabiashara ndio wanaamua kila kitu kiende. Kwamba tukitaka tukachimbe madini, wafanyabiashara wana influence zile mamlaka zinatoa kibali, kibali kinatolewa, watu wanaenda kuchimba madini. Sasa tutakuwa ni watu wa namna gani? Tutakuwa ni nchi ya namna gani? Kama kundi dogo tu linaweza likaamua kila kitu kuhusu mustakabali wa rasilimali zetu, hivi tutakuwa ni nchi kweli? Tunaelekea wapi kama taifa? Where are we heading as a nation? Na waomba Watanzania, simameni kidete, tusimame tuungane kwa pamoja. Silaha pekee iliyobaki katika Watanzania ni umoja kwa ajili ya kuziokoa rasilimali hizi. Tusikubali kunyamazishwa na kundi dogo la watu, kwa sababu hao watu usifikiri wanaweza kuachia kirahisi, kwa sababu wanaweza kwamba madudu walioyafanya ni makubwa, madudu walioyafanya ni ya hatari. Kwa hiyo ina maana kwamba wanahakikisha kwamba hata mtu yoyote anayezungumza kama hivi anatakiwa asakwa, ashughulikiwe, inawezekana kupotezwa na kuuawa. Kwa sababu gani? Kwa sababu unataka ni kama vile unahatarisha ulaji wao, ni kama unahatarisha upigaji wao. Watanzania, kikubwa zaidi na waomba Watanzania kwa unyenyekevu mkubwa, simameni kidete kwa ajili ya kuikomboa taifa letu. Simameni kidete kwa ajili ya kulinda rasilimali zetu. Rasilimali zinaondoka hizi, madini hayazaliani. Madini yakiondoka ndio yameondoka, wameachiwa mashimo. Leo ukienda kwenye maeneo wanayochimba migodi, wananchi wake ni masikini, lakini vile vile wameachiwa umasikini na wameachiwa maradhi, magonjwa makubwa kama kansa, kama vifua, kama vifua, kama pressure. Wameachiwa Watanzania hawa masikini, na hawana mtu wa kuwatetea katika nchi hii leo. Nenda mfano kama Mara kule kuna mgodi unaitwa North Mara. Kwa mujibu wa taarifa za serikali, ule mgodi ulipigwa faini kipindi fulani ya shilingi bilioni 5.6 ule mgodi, ili kusudi walipe wananchi. Lakini umesababisha madhara gani? Ule mgodi una lile tenki la kuhifadhi maji, la kuhifadhi maji machafu ambayo yana zinki, yana mazinki, yana masumu mengi, lakini lile tenki halina leni ndani, na ndio chanzo cha kupigwa faini, kwamba wanapigwa faini kwa sababu lile halina leni ndani. Kwa hiyo ina maana kwamba kwa sababu zinki na haya chemical haya yana high percolation of density, si ndio? Yana high density of percolation, maana yake yanapenya kwenye vyanzo vya maji, na ndio maana wakapigwa faini. Lakini kupiga faini haifai, walitakiwa wazuie kwanza uzalishaji, ili kusudi walizibe kabisa lile tenki, waliwekea leni ndani, ili kusudi lisiwe linavujisha maji kuingia kwenye vyanzo vya maji vya watu. Leo ukienda Mara pale, asilimia kubwa ya wananchi wale wana sumu kwenye miili yao, wana zinki kwenye miili yao. Hata ng'ombe, hata nyama wanaoliwa pale, wanaofugwa katika maeneo yao, wana zinki, kwa sababu wanaenda kunywa maji ambayo kwenye vyanzo vya maji ambayo yameshachafuliwa na mgodi wa North Mara, kwa sababu yule mgodi unatiririsha maji. Unaporuhusu maji yatiririke kwenye vyanzo vya maji, vyanzo vya maji vinaenda mpaka kwenye mto Mara. Ule mto Mara unachukua maji unapeleka Ziwa Victoria. Sijajua kama viongozi hawa wanaelewa, isipokuwa meziba masikio kwa sababu ya rushwa. Mambo kama haya huwezi ukayaona yanazungumzwa kwenye bunge. Mambo kama haya huwezi ukaona kiongozi yoyote anazungumza kwa ajili ya kuwapigania wananchi wake. Kwa sababu gani? Kwa sababu wana maslahi yao, wanapewa fedha. Inawezekana haya migodi yanawapa pesa hawa. Kwa hiyo lazima tusimame kidete kwa ajili ya kuwatetea watu wetu. Nenda mfano kama Geita pale, nenda mfano kama Bulyanhulu pale, nenda yani Kahama pale. Yani wananchi ni masikini, lakini rasilimali zao ni nyingi. Hivi inaingia akilini wewe uliopewa katiba, uliopewa sheria kulinda katiba, kutekeleza sheria na kulinda sheria zake na kusimamia utekelezaji wa sheria. Leo unaweza ukatoaje leseni? Unaweza ukatoaje kibali cha leseni ili kusudi watu wakaenda wakachimbe kwenye hifadhi? Inawezekana vipi kama hujahongwa? Unawezaje kutoa leseni ya uchimbaji wa madini ndani ya hifadhi kinyume cha sheria? Sheria namba 20 sura ya 191
ya mazingira. Inakataza haya mambo, uchimbaji wa madini na kufanya shughuli zote za kibinadamu katika maeneo ya mnini. Lakini ukienda tu hata sheria ya maliasili inakataza kufanya shughuli zote kwenye hifadhi. Lakini leo kuna uchimbaji wa madini katika hifadhi zetu. Nani aliyeruhusu? Ameruhusu kwa ajili ya nani? Alitoa hichi kibali cha kuchimba madini katika mbuga zetu ni nani? Wanafikiria tena kwenda Serengeti, watoe kibali kwenda Serengeti wakachimbe madini kwenye mbuga ya Serengeti. Nilimsikia mkuu wa nchi kwamba Serengeti kuna madini, kwa tuangalie kwa sababu simba hawezi kula madini, tuweze kuyachimba yale madini. Are we serious? Tulitunga sheria hizi za nini? Tulitunga katiba hii ya nini? Kama wanaweza kuwepo kiongozi anaweza akavunja sheria, anaweza akavunja katiba, halafu tukacheka tu. Mwalimu Nyerere alituambia tunahitaji kuwa na vijana jauri, tunahitaji kuwa na vijana jasiri watakaoenda kinyume na mfumo gandamizi wa haki za watu, watakaoenda kinyume na uporaji wa rasilimali za nchi. Watanzania, mimi nawasisitiza sana, tusimame kwa pamoja, tutetee nchi yetu, tusimame kwa pamoja, tulinde katiba yetu kwa wivu mkubwa. Tusimuonee haya mtu awe mkubwa au mdogo, anayevunja sheria, anayevunja katiba, lazima tumkabili kwa umoja wetu na tumwambie kwamba haiwezekani kuvunja sheria na ukabaki salama. Ninawaomba sana Watanzania, ninajua haya mambo ninayozungumza haya ni mazito na yana impact yake kubwa, lakini kwa pamoja tunaweza tukashinda. Haiwezekani. Kwa mfano, angalia mfano kama ile usafirishaji wa makinikia katika nchi hii. Si mnakumbuka? Tulipiga marufuku usafirishaji wa makinikia kwa sababu kwa mujibu wa tume ile ya makinikia iliyoundwa na Rais Magufuli ilituambia kwamba usafirishaji wa makontena yale 277 yaliyokamata pale bandarini yalikuwa na takriban kilo 1000 ngapi? Kilo 100, yani kila kontena moja lilikuwa lina kilo 28. Wakati kwenye document zimesainiwa kwamba lina kilo 4 tu za dhahabu. Wakati lile kontena moja lilikuwa lina kilo 28. Ina maana kuna kilo 24 za ziada ambazo ukiziquantify maana yake tulitakuwa tulipo zaidi ya shilingi trilioni 1.4 au bilioni 800. Trilioni 1.4 au bilioni 800 na kitu tulipwe kama taifa. Lakini kulikuwa na madini aina zaidi ya 11 yalikuwemo mle, ambayo mfano kama kuna lithium, kuna copper, kuna tantalium, yani kuna madini mengi ruby, kuna madini mengi mle kwenye yale makinikia. Lakini yale makinikia yale madini mengine hayapigiwi hesabu kabisa. Na ndio maana tukaja na mpango wa kujenga ujenzi wa tukapiga marufuku usafirishaji wa makinikia, halafu tukaamua kujenga smelter kwa ajili ya kusmelt, kwa ajili ya kwamba ili madini yetu yote yafanyeje yafanywe yasafishwe hapa ndani ya nchi yetu, ili kusudi kwa ajili kwanza ukifanya hivyo maana yake thamani ya madini yataongezeka, lakini vile vijana wataajiriwa, utapata vijana wataajiriwa watu wengi sana. Mnyororo ule utaweza ukajikuta unaajiri watu zaidi ya milioni hata 12 au milioni 10, kwa sababu kwa mujibu wa takwimu za nchi hii watu ambao ni energetic ambao wanaweza kufanya kazi ni milioni 33. Milioni 33 watu ambao wanaweza kufanya kazi, kuparticipate, kufanya production na kufanya contribution kwenye uchumi wa nchi, watu milioni 33. Serikali imeajiri watu 700,000, 800,000 tu, karibia 800,000 tu serikali. Ina maana the entire population inatakiwa wafanye shughuli za nini? Shughuli kwenye sekta binafsi. Sasa sekta binafsi yenyewe unaifinya kama hivi, unawafukuza wachimbaji wadogo, unamkabidhi Mchina ambaye akipata faida anaenda kuwekeza China, Mchina ambaye hata akaunti za benki zenyewe haziko hata katika nchi hii, ziko China. Sisi tumerogwa na nini kwenye ubongo? Viongozi hivi nyinyi mnayaona haya viongozi? Kama mmeshindwa nchi, tupeni hata sisi. Kama mmeshindwa uongozi wa nchi,
tupeni hata sisi tuwaonyeshe namna gani uongozi unavyokuwa, kwa sababu inaonekana viongozi mmeshindwa kabisa uongozi, mmeshindwa leadership kabisa. Kama mmeshindwa uongozi wa nchi hii na kusimamia rasilimali za nchi hii, na kama mnaogopa kuuawa, kwamba matajiri hawa, wafanyabiashara hawa, ukienda nao kinyume watatuua, tuachieni sisi nchi tuiongoze, ambao hatuogopi kufa. Tutaipigania nchi na hatutakufa, ila wao ndo watakufa. Sisi hatutakufa, ila wao ndo watakao kufa. Tuachieni nchi, muone tunavyoigeuza kuwa ni nchi tajiri kabisa. Nchi hii, mimi mkiniachia nchi hii siku 100 tu, ndani ya siku 100 tu, hakuna mtu atakayetozwa kodi katika nchi hii. Na kueleza ukweli, hakuna mtu atakayetozwa kodi katika nchi hii. Unamtoza kodi kwa nini? Hakuna mtu atakayepewa umeme wa bei kubwa katika nchi hii, kwa sababu tuna rasilimali nyingi ambazo zimeshindwa kupata usimamizi. Mimi nipe nchi hii, ukinipa siku 100 tu, kwa sababu naona yani kila kiongozi unayemuona yani haeleweki, yani yupo tu, yani hajui hata namna ya uongozi, yani yeye anaogopa, eti anaogopa nitakufa. Ukiwa kiongozi unaogopa kufa, hufai kuwa kiongozi. Kiongozi unatakiwa usacrifice maisha yako kwa ajili ya Watanzania maskini. Ndio maana ya uongozi. Ukipewa uongozi, Yesu Kristo alikuwa ni kiongozi aliyejitoa mhanga kwa ajili ya watu wengine. Ndio maana alikufa kwa sababu ya watu wengine. Ukiwa kiongozi usijali kufa, na wewe hautakufa, Mungu atakulinda. Wewe pambana tu, Mungu atakulinda. Uwe na akili, uwe smart katika mind, na unapofanya decision udecide ukijua, ukiwa smart na katika kujilinda, kujiprotect, utasonga mbele. Na waomba